بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Alhamisi ya tarehe 30 ya mwezi wa Rajab Mudhar mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025 Miladia. Tunaendelea na risala hii mudhakiratun fi ahkami siyam, ad-darsu الثالث عشر. أقسام الناس في صيام رمضان 4. Vigawanyo vya watu katika somo ya Ramadhan ni 4. Al-awwal man yalzamuhu adaan wa huwa al-muslimu al-mukallafu al-qadiru shar'an wa hissa. Kuna ambao inamlazim kufunga adaan kwa kutekeleza katika mwezi wake wa Ramadhani. Man yalzamuhu adaan, kuna ambaye inamlazim kufunga adaan kwa kutekeleza ndani ya mwezi wake wa Ramadhan. Wa huwa almuslimu almukallafu alqadiru shar'an wa hissa, na huyo ni muislamu mukallaf ambaye ni baligh, ameshakalifishwa na sheria, mwenye kuweza ibada hii ya siyam shar'an wa hissa, kwa kisheria na kidhahir. Ni muislamu mukallaf, si mtoto, ni baligh alqadiru, mwenye uwezo wa siyam shar'an wa hissa, kisheria na kidhahir. Afya yake inamruhusu kufunga, sheria inamlazimisha ibada hii ya siyam, huyu inamlazimu kufunga ndani ya mwezi wake wa Ramadhani. Athani, wa pili, man yalzamuhu alqadha, ni mtu ambaye inamlazimu kulipa saumu ya Ramadhan. Wa huwa man qama bihi ajzun hissiyun kamarad au shar'iyyun kahaidhin au nifas, wa min madhinnati alhissiyi as-safar. Wa pili ni mtu ambaye inamlazim kulipa saumu ya Ramadhani, na huyu ni yule ambaye ana ajzi hissi, kushindwa kwa kidhahir, kamaradhin, kama maradhi ndiyo yanomzuia kufunga mwezi wa Ramadhani adaan katika mwezi wake. Huyu anatakiwa alipe baada ya mwezi wa Ramadhani. Huyu ana ajzun hissiyun, kushindwa kwa dhahir, hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi. Au shar'iyyin, au kushindwa kwa kisheria, kahaidhin au nifas, kama hedhi au nifasi. Mwanamke akiwa katika siku zake haruhusi kufunga, huyo atakuja kufunga baada ya Ramadhani. Kadhalika nifas, damu ya uzazi, haruhusi kufunga, huyu atakuja kufunga baada ya Ramadhani. huyu man yalzamuhu alqadha. Wa min madhinnati alhissiyi as-safar, pia katika mahali pa kushindwa kwa dhahir safari pia inasababisha mtu kuja kulipa katika mwezi mwingine baada ya mwezi wa Ramadhani, kama qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. الثالث mtu wa tatu, man yalzamuhu al-it'am faqat, ni mtu ambaye inamlazimu kutoa chakula peke yake bila kufunga. Wa huwa al-kabir, na huyu ni mtu mzima. Wa man maradun la yurja zawaluhu, na mtu ambaye ana maradhi ambayo hayatarajii kuondoka. Mtu mwenye maradhi ambaye hatarajii kupona, huyu pia anatolewa chakula peke yake, kama vile mtu mzima ambaye afya yake haimruhusu kufunga kwa sababu ya utu uzima wake, huyu pia anatolewa chakula. Kila siku anayoacha anatolewa chakula kibichi, sio chakula kilichopikwa. Mchele, unga, kilo moja, mudi takriban ni kilo moja ya mchele au kilo moja ya unga.
huyu yalzamuhu al-it'amu faqat, inamlazimu kutoa chakula peke yake bila kufunga. Arabi' man yalzamuhu al-it'amu wal qada, ni ambaye inamlazimu kutoa chakula na pia kulipa saumu. Wadhalika fi suratain, na hii ni katika sura mbili. Al-ula, sura ya kwanza, idha aftaratil hamilu au almurdi'u khawfan 'ala alwaladi faqat fa 'alayha alqada'u, akifungua mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha kwa kumwogopea mtoto peke yake, fa 'alayha alqada'u, huyo analazimika kulipa ile saumu hiyo. Kama atakuwa amefungua Ramadhani mwenye mimba au mwenye kunyonyesha, khaufan ala alwaladi faqat, kwa kumwogopea mtoto peke yake, fa alaiha alqada'u, ni wajibu wake kulipa saumu hiyo. Wa ala man ya'ulu alwalada al-it'am, na ni juu ya yule anayempa chakula mtoto atoe chakula, yani mume wa mwanamke huyo, yeye atoe chakula cha yule mtoto wake aliyesababisha huyu mama kufungua katika mwezi wa Ramadhani. Idhan alaiha alqada'u wa ala man ya'ulu alwalada al-it'am, ambaye ni mume anawajibika kumlipia chakula yule mtoto kila siku kibaba cha chakula takriban kilo moja. Hii ni kauli katika kauli za maulama, lakini kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wao wanatoa chakula peke yake bila kulipa saumu, bila kulipa saumu, kwa hadithi ya Mtume sallam, inna Allaha wa 'anil musafiri shatra as-salah wa 'anil hamili wal murdi as-sawma, Allah amemuondoshia msafiri nusu ya sala. Msafiri anapunguza sala zake za rakaa 4, anaziswali rakaa 2. Pia Allah amemuondoshea mwenye mimba na mwenye kunyonyesha saumu, hafungi, analipa chakula tu, fidia ya chakula badali ya siyam. Fatwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwa hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wanasema maulama, hii ni kumsailishia zaidi huyu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha kuliko kulipa saumu, kulipa saumu na pia kutoa chakula inakuwa si tasihil, isipokuwa tasihil ni kumsahilishia mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha akatoa fidia ya chakula peke yake, sio kulipa na saumu. Athania, idha ukhira qada'u ramadhana ila ba'da ramadhana akhar bila udhrin. Sura ya pili ambayo inalazimisha ya al-it'am wal qada, kutoa chakula na kulipa saum. Idha ukhira qada'u ramadhana ila ba'da ramadhana akhar bila udhrin, ikicheleweshwa kulipa Ramadhan mpaka baada ya Ramadhani nyingine bila ya udhur. Mtu alikuwa anawajibika kulipa, aidha alikuwa msafiri akawacha kufunga kwa ajili ya safari, au alikuwa ni mgonjwa akapona, mwaka mzima huu hakulipa mpaka ikafika Ramadhani nyingine, fa alayhi alqada'u, huyu anawajibika kulipa saum wal it'amu, na kutoa chakula kila siku kilo moja ya mchele au unga. Hadha idha ukhira qada'u ramadhana ila ba'da ramadhana akhar bila udhrin, ikicheleweshwa kulipa Ramadhani mpaka baada ya Ramadhani nyingine bila udhuru wote, fa alayhi alqada'u wal it'am, huyo anawajibika kulipa saum na pia kutoa chakula kumpa maskini kila siku kilo moja. الدرس الرابع عشر أصحاب الأعذار في صيام رمضان. wenye udhuru katika kufunga Ramadhani, wenye udhuru wanaoruhusiwa kutofunga Ramadhani. Qala ashabul a'dhari fi ramadhana arba'atu aqsam, wenye udhuru katika mwezi wa Ramadhani wako sampuli 4. wa hum alqismu alawwal alayhim alqada'u faqat,
wanawajibika kulipa saumu peke yake. Wa hum almaridhu alladhi yurja bur'uhu, mgonjwa ambaye hutarajiwa kupona kwake, huyu akipona analipa saumu peke yake. Pili, almusafiru safara qasrin, msafiri mwenye kusafiri safari ya kupunguza sala, huyu pia anawajibika kulipa saumu ili aliyoiacha wakati yuko safarini. Tatu, alhaidhu, mwanamke mwenye hedhi. Arabi, annufasau, mwanamke mwenye damu ya uzazi. Tano, alhamilu, mwanamke mwenye mimba. Idha khafat ala nafsiha faqat, akiogopea nafsi yake peke yake, au khafat ala nafsiha wa janiniha, au akiogopea nafsi yake na yule mtoto wake aliye tumboni, huyu pia anawajibika kulipa peke yake, alhamilu. Sita, almurdhi'u, idha khafat ala nafsiha faqat au khafat ala nafsiha wa radhi'iha, mwanamke mwenye kunyonyesha akiogopea nafsi yake au akiogopea nafsi yake na yule mtoto anayemnyonyesha kwamba atakosa maziwa, huyu pia anawajibika kulipa saumu. Nasema masala ni khilafia, narudia, masala ni khilafia. Kauli Ibn Abbas ni kwamba alhamil wal murdhi ni kwamba wanatoa chakula peke yake bila kulipa saumu. Narudia, bila kulipa saumu, kwa ajili ya kumkhafifishia huyu mwenye mimba au mwenye kunyonyesha. Inawezekana mwanamke kila mwaka kubeba mimba, au kama habebi mimba anakuwa ananyonyesha mtoto mchanga. Kwa kumsahilishia ni kwamba anatakiwa atoe fidia ya chakula peke yake bila kulipa saumu. Saba, almuftiru liinqadhi ma'sumin, mtu mwenye kufungua kwa ajili ya kumuokoa muislamu mwenye kuhifadhiwa. Almuftiru liinqadhi ma'sum, alifungua mtu kwa ajili ya kumuokoa muislamu. Idha lam yujad man yunqidhuhu ghayrahu, asipopatikana mwenye kumuokoa huyo isipokuwa yeye. Walam yatamakkan min inqadhihi illa bilfitri, na hawezi hamakiniki kumuokoa isipokuwa kwa kufungua. Alikuwa na siyam, hana nguvu za kumuokoa kwa ajili ya siyam, na anatakiwa amuokoe, pengine anaghariki baharini, lazima ale huyu muokoaji ndio aweze kwenda kumuokoa. Anaruhusiwa kula kwa ajili ya kumuokoa huyo muislamu ambaye anaghariki, anaruhusiwa huyu, ndio huyu lazima ajelipe saumu hii, kwa sababu alifungua kwa udhuru huo apate nguvu za kumuokoa muislamu. Thaminan, inda liqa'i al-adui, wakati wa kukutana na maadui. Lihadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innakum musabbihuna aduwakum wal fitru aqwa lakum faaftiru, wa kanat azma faaftarna. Yambukiwa na kwa hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum musabbihuna aduwakum, nyinyi mtawaraukia maadui wenu. Wal fitru aqwa lakum, na kufungua kutawatia zaidi nguvu nyinyi. Faaftiru, fungueni. Wa kanat azma, ikawa hiyo ni lazima. Faaftarna, tukafungua kwa ajili ya kukutana na maadui hao. Alhadith rawahu Muslim raqmu 1120. القسم الثاني عليهم الكفارة فقط. Sehemu ya pili ni wale ambao wanawajibika kulipa kafara peke yake. وهم الأول والثاني الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام. Mtu mzima mwanamume na mtu mzima mwanamke ambao ni uzito kwao kufunga, hawa wanawajibika kulipa kafara peke yake la chakula. Kafara yani fidia ya chakula peke yake, mtu mzima mwanamume au mwanamke.
Kadhalika watatu na wanne, almaridh walmaridha alladhani la yurja bur'uhuma, mgonjwa mwanamume na mgonjwa mwanamke ambao hawatarajii kupona, hawa pia wanalipa fidia ya chakula, hawafungi mwezi wa Ramadhani. Qala wal kafara it'amu miskinin an kulli yawmin tuqaddaru bi nisfi saa. Kafara ni kumpa chakula maskini kila siku, tuqaddaru bi nisfi saa. Chakula hicho kafara hilo hukadiriwa kwa nusu ya pishi. Nusu ya pishi, pishi ni kilo 2.5 takriban. Pishi ni kilo 2.5 takriban. Kwa hiyo nusu yake kilo 1.5 au kilo 1, wengine nakadiria kilo 1. Qala huna ay kilo wa nisf mimma yaakuluhu an-nas, kilo 1.5 katika vyakula wanavyokula watu. Hii ni takdiri hii ni takdiri, si tahdid. Kwa hilo ndiyo kafara au fidia ya huyo mtu mzima asiyeweza kufunga, awe mwanamume au mwanamke, pia mgonjwa asiyeweza kufunga, mgonjwa ambaye hatarajii kupona. Mgonjwa ambaye hatarajii kupona. Ama mgonjwa anayetarajiwa kupona ni kwamba anafungua, halafu akipona baada ya Ramadhani analipa. القسم الثالث عليهم القضاء والكفارة معا. Sehemu ya tatu, wanawajibika kulipa saum na kulipa kafara pamoja na saum. Wahum alhamilu idha khafat ala janiniha wa lam takhaf ala nafsiha, mwanamke mwenye mimba akimwogopea mtoto wake aliye tumboni na hakuiogopea nafsi yake. Pili, almurdhi'u idha khafat ala radhi'iha wa lam takhaf ala nafsiha, mwenye kunyonyesha akimwogopea mtoto wake anayenyonya na asiogopee nafsi yake. Hawa alaihim, ni juu yao kulipa saum na kafara pamoja. Tatu, man aftara bi'udhrin wa amkanahu alqada'u falam yaqdi hatta jaa ramadhanu akhar. Ni mtu aliyefungua kwa udhur, wa amkanahu alqada'u, na ikawezekana kwake kulipa saum, falam yaqdi, hajalipa, hatta jaa ramadhanu akhar, mpaka ikaja Ramadhani nyingine. Huko ni imeandikwa ramadhanul akhar. Ilikuwa vipi? Ramadhanu akhar, au kuna al katika akhar? Kuna al. Kwa nini siji kuna al? Hatta jaa ramadhanul akhar, hatta jaa ramadhanu akhar, bila al. Kwa hiyo mtu aliyefungua Ramadhani kwa udhuru, alikuwa mgonjwa, wa amkanahu alqada'u, ikawezekana kwake kulipa, alipona maradhi yale, miezi 11 yote hakulipa bila udhuru wote, hatta jaa ramadhanu akhar, mpaka ikaja Ramadhani nyingine, huyo anawajibika kulipa saum na kafara la kila siku, kumpa chakula maskini kilo 1. القسم الرابع لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة. Sehemu ya 4 ni wale ambao haipasi kulipa saum katika mwezi wa Ramadhani wenyewe, wala kufunga saum adaan, kuifunga saum katika mwezi wa Ramadhani, wala qadha, wala kulipa saum baada ya Ramadhani, wala kafara, wala si wajibu pia kulipa kafara la fidia ya chakula. Wa humu as-saghiru was-saghira, wa kwanza as-saghir, pili as-saghira, mtoto mdogo wa kiume au wa kike. Wa huma man duna al-bulugh, ni walio chini ya kubaligh. Walio chini ya kubaligh hawa hawajibiki kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani wala baada ya mwezi wa Ramadhani, wala hawalipishi kafara. Wa huma mumayizani, na hali wao ni mumayizani, miaka 7, miaka 8, miaka 10 kabla al-bulugh.
wana tamyiz, wana akili zao, lakini hawana ulazima wa kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, wala hawana ulazima wa kulipa saumu hiyo baada ya Ramadhani, wala hakuna ulazima wa kulipa kafara na fidia ya chakula. Istakmala sabi'a fama fawq, wameshakamilika miaka 7 na zaidi ya miaka 7, yasihu minhuma, inasihi saumu kwao, wala yajibu alaihima, na hailazimu saumu juu yao kwamba lazima wafunge. Wayambaghi amruhuma bihi liyataawada alayhi, lakini inatakikana kuamrisha siyam ili wazoee kufunga. Wayambaghi amruhuma bihi, inatakikana kuamrisha watoto hao siyam liyataawada alayhi, ili wazoee ibada hii ya siyam. Yani wazazi wanatakiwa waamrishe watoto wao kama wanavyoamrisha kusali wakifikia miaka 7, vile vile waamrishe siyam, kufunga, wakifikia miaka 7 kabla albulugh, kwa ajili ya kuzoea ibada hiyo ya siyam. As-salaf walikuwa wakiwapa watoto, wakiwalazimisha kufunga umri huo, wakilia chakula wanawapa vitu vya kuchezea ili kuwapotezea njaa ile wanaoisikia. Hakadha as-salaf walikuwa wakifanya, tunatakiwa tuwaige hawa salaf. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wapewe mazoezi ya ibada zote, si sala peke yake, bali siyam na ibada nyingine wanatakiwa wapewe mazoezi ili wakulie katika ibada, wakuwe na ibada zile. Wakisha kuwa na ibada kwao inakuwa ni wepesi kuliko kuanza kufanya ibada baada al-bulugh. Watatu na wanne, almajnun walmajnuna, mwenda wazimu. Mwenda wazimu la yasihu minhuma, saumu haisihi kwa mwenda wazimu mwanamme wala mwanamke, saumu haisihi kwao. Wala yaqdiyanihi idha afaqa, wala hawatalipa hiyo saumu wakizinduka, yani ukiondoka ule wazimu hawatalipa ile saumu. Wala yut'amu anhuma, wala hawatolewi chakula. Limadha? Lianna alqalama marfu'un an haula'i al-arba'a, kalamu imeondoshwa ya kuandika madhambi kwa hawa wanne. Kwa hawa wanne kalamu inayoandika madhambi imeondoshwa kwa hawa: almajnun walmajnuna wassaghir wassaghira. hawa hawaandiki madhambi. Rufi'a alqalamu an 3: anil naimi hatta yastayqidh, wa anil majnuni hatta yufiq, wa anis saghiri hatta yablugh, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawa hawaandiki madhambi hawa majnun na majnuna, na pia saumu kwao haisihi, wala hawalipi saumu hiyo wakipona na wazimu wao, wala hawatolewi chakula kwa sababu kalam imeondoshwa kwa hawa. Watano na wasita, almukhallitu walmukhallitatu fi aqlihima, mwenye kuchanganyikiwa katika akili yake, mwanamume au mwanamke aliyechanganyikiwa katika akili yake. La yajibu alaihima, haitapasa kwao saum. Wala yut'amu anhuma, wala hawatolei chakula. Liannahuma fi ma'na almajnun, hao katika maana ya mwenda wazimu. Hao almukhallitu walmukhallitatu fi aqlihima, waliochanganyikiwa. Wasaba na wanane, almaridhu walmaridha, mgonjwa mwanamume na mwanamke. Idha ajaza anisiyami fi maradhihima, wakishindwa kufunga katika maradhi yao. Wattasala bihim almaradhu hatta mata fi ramadhana au ba'dahu, maradhi yakashikana nao mpaka wakafariki katika mwezi wa Ramadhani au baada yake. Falaisa alaihima wala ala awliyaihima shay, hakuna juu yao kitu chochote, wala kwa wale wazazi wao au familia yao hawajibiki kuwatolea chochote, sababu walishindwa kufunga, maradhi yakaendelea nao mpaka wakafariki, aidha ndani ya mwezi wa Ramadhani au baada yake. Hawa hawajibiki kutolewa chochote biittifaqi ahli alilmi. Hii ni kwa itifaqi ya ahli alilmi, kama afadahu al-Imam al-Baghawi fi sharh as-sunnah.
تنبيه. قال: وأما الرجل إذا أغمي عليه وكذلك المرأة إذا أغمي عليها، فإذا كان الإغماء يوما أو يومين إلى 3 أيام فعليهما القضاء وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم. mtu ambaye amepotewa na akili au amezimia, mtu aliyezimia, mwanamume aliyezimia au mwanamke aliyezimia, fa idha kana al-ighma'u yawman au yawmayn ila 3 ayyam, ikiwa kuzimia huko ni siku moja au mbili mpaka siku tatu, fa alayhi malqada'u, hawa wanawajibika kulipa baada ya Ramadhani, na wanawekwa katika hali hiyo manzila ya naim, mtu aliyelala. Kama mtu aliyelala mchana mzima, ndio huyo ambaye alizimia kwa siku moja au mbili au 3, hawa alayhim alqada'u, lazima walipe baada ya Ramadhani. Wa amma idha kana al-ighma'u akthara min 3 ayyam, ama ikiwa kuzimia ni zaidi ya siku 3, falaysa alayhim qada'un wa yunzalani manzilata al-majnun wal ma'tuh, itakuwa hawajibiki kulipa saumu hiyo, na wanawekwa daraja ya majnun au ma'tuh. Ma'tuh ni yule mtu tahira. Kwa ikiwa hiyo kuzimia ni zaidi ya siku 3, falaisa alayhima qada'un, hawana kulipa saumu zao. Wayunzalani manzilata almajnun walma'tuh, wanawekwa katika daraja ya mwenda wazimu na huyo tahira. تنبيه آخر: الكافر والكافرة لا يصح منهما الصيام. كافر mwanamume na mwanamke haisihi kwao siyam, wala yaqdiyanihi idha aslama, wala hawatalipa saumu wakisilimu. Ma annahuma idha mata ala kufrihima suila anhu wa udhiba ala tarkihi, pamoja na kwamba wao makafiri hao wakifa juu ya ukafiri wao watauliziwa kuhusu siyam na wataadhibiwa kwa kuacha saumu. Kafiri akisilimu haambiwi kwamba alipe ile saumu, au labda alisilimu katikati ya Ramadhani, haambiwi kwamba baada ya Ramadhani alipe siku zile zilizopita 15 zilizopita. la yasihu minhum as-siyam wala yaqliyani idha aslama, hawalipi saumu wakisilimu. Ma annahuma idha mata ala kufrihima suila anhu, pamoja na kwamba makafiri hao wakifa juu ya ukafiri wao watauliziwa kuhusu siyam, wa udhiba ala tarkihi, na wataadhibiwa kwa kuacha siyam. Kwa nini hawakufunga? Kwa nini hawakusilimu wakafunga? Wataulizwa hao makafiri wote, kwa nini hawakusilimu wakafunga, na wao ni katika ummati Muhammad. Kwa hiyo wanatakiwa hawa wasilimu wafunge, na ndio maana haifai kuwapa chakula hawa makafiri mchana wa Ramadhani, sababu wanatakiwa wasilimu hawa. Unapowapa chakula ni kwamba unawasapoti katika ukafiri wao, wasisilimu tena, wabakie na ukafiri wao ila al-abad. Lakini la, wanatakiwa wasipewe chakula, wasilimu ili wafunge kama Waislamu. Kwa hiyo wasipofunga watakwenda ulizwa na wataadhibiwa kwa kuacha ibada hii ya siyam. الدرس الخامس عشر: الذين يباح لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا 8. wale ambao wanahalalishiwa kufungua mwanzo wa mchana, dhahiran wa batina, kufungua kwa dhahir na kwa ndani 8. ni watu aina 8 wanaruhusiwa kufungua awalan nahar, mchana wa Ramadhani. Wa kwanza alhaid, mwanamke aliye katika siku zake za kila mwezi. Thaniyan an-nufasa, mwanamke mwenye damu ya uzazi anaruhusiwa kufungua. 3 almusafiru, mwenye kusafiri, msafiri anaruhusiwa kufungua. Kisha wote hawa watakuja lipa kama tulivyosoma huko nyuma. Rabi'an as-sabiyu, mtoto. Khamisan almajnun, mwenda wazimu. Sadisan almar
almaridhu, mgonjwa. Sabian ash-shaykhu al-kabiru al-ajizu anis sawm, mtu mzima asiyeweza kufunga. Umesema huko nyuma kwamba anatolewa fidia ya chakula mtu mzima asiyeweza kufunga. Thaminan almutaqawi ala aljihad, almutaqawi mwenye kujitia nguvu kwa ajili ya jihad anaruhusiwa, kama tulivyosoma hadithi huko nyuma. Almutaqawi ala aljihad, mwenye kujitia nguvu kwa ajili ya kwenda jihadi, hawezi kwenda jihadi na saumu yake anadhoofika, kwa hiyo anafungua kwa ajili ya kupata nguvu za jihad. Hao wanaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani dhahiran wa batina. المرجع المغني لابن قدامة المجلد الرابع صفحة 87 بعد 300. والمنتقى من فرائد الفوائد لابن عثيمين صفحة 35 بعد 100. وبدائع الفوائد لابن القيم المجلد الرابع صفحة 43 بعد 300 وألف، كذلك 58 بعد 300 وألف. طبع دار عالم الفوائد إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.